wakati wa kwenda viwango vingine. Huu ndio wakati wa kwenda viwango vya juu. Huu ndio wakati wa kwenda viwango vingine. Huu ndio hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe naishi milele. Tunakutukuza Bwana, tunasema hakuna kama wewe Mfalme, hakuna kama wewe Mwokozi, hakuna kama wewe Niko, hakuna kama wewe Mfalme, hakuna kama wewe Mungu wetu. Baba, tunasema asante Adonai, asante Yesu Kristo, asante Yesu Kristo, asante Yesu Kristo, asante Yesu Kristo. Tunahitaji kusema na wewe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema yako Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninahitaji nguvu zako, ninahitaji mamlaka zako. Baba, katika mahali hapa, Baba, ninakata anga, ardhi, Baba, ninahitaji nguvu zako. anga lote la Maswa, anga lote la Shimeo, anga lote la Tanzania, tunalikabidhi mikononi mwako. Tunakamata anga lote, tunapindua mifumo yote ya utawala, mifumo yote ya utawala wa giza iliyotawala anga hili. Tunaangusha ngome zote, tunaangusha falme zote, tunaangusha falme za giza, tunaangusha falme za kichawi, tunaangusha falme za kiganga, tunaangusha ngome zote za kuzimu, tunaangusha kila utawala wa giza katika jina la Yesu Kristo. Tunaalika moto mahali hapa, tunaalika moto mahali hapa, tunakamata anga lote, tunakamata falme zote, tunakamata ardhi yote, tunakamata anga lote, tunakabidhi mikononi mwako. Tunabomoa kila ufalme wa giza, kila ufalme wa kichawi, kila ufalme wa kichifu, kila ufalme wa kipepo. Utawala wa giza uliotawala tunaangusha kila ufalme wa giza, kila ufalme wa kichawi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila falme zote tunapisha kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakamata ufalme wa giza, tunateketeza, tunapisha, tunateketeza, tunapisha kila anga lote. Baba, tunahitaji kwa jina la Yesu, kila ngome za giza, kila ufalme wa giza tunaangusha, kila utawala wa kuzimu tunaangusha kwa jina la Yesu. Tunabomoa kila madhabahu za kichawi, madhabahu za kiganga zinazotawala milele. Wameenda kutoa sadaka, wamemwaga damu za wanyama, wamemwaga damu za makafara, kafara za kipepo. Rina rapasaka, rika papapapapa, rika papapapa, rina rapopopo, rika papapapa, rika papa, rina rapopopo, rika papapapa. Alika moto, 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 waka moto, waka moto, rika rapopopo, rika papapapa, rika papapa, rika papapapa, rika papapapa, rina rapopopo, rika papapapa, rina rapopopo, rika papapapa,
Yesu. Tunaikuita mahali hapa. Baba, sema mfalme wa amani. Angusha ngome zote, ngome zote za kichifu. Asante Yesu. Ngome za Baba, ni kichifu. wewe tu. Chifu Majembele, chifu Mkwawa, chifu Nyambale. Kila roho za machifu, kila falme za kichifu zilizotawala anga hili, wetawala hili, waliotawala anga hili, tunaangusha ngome zote, tunaangusha ngome zote. Asante kwa ukoo wako. Baba, asante kwa neno unaweza. Asante kwa sababu unatosha. Pokea sifa na utukufu Bwana. Baba, sifa na utukufu ni yako. Baba, sifa na utukufu tunakufundishia wewe. Sifa na utukufu tunakufundishia wewe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante kwa Baba. Ni wewe tu Bwana. Baba, ni wewe tu. Tunakualika Bwana. Tunakualika Roho Mtakatifu. Mahali hapa, mwambie Roho Mtakatifu, shuka mahali hapa, kwa ajili ya kuhudumia watu wako. Washa moto kila eneo. Baba, ukahudumia watu wako. Hudumia kila mmoja mmoja. Hudumia kila mmoja mmoja aliyefika mahali hapa. Baba, mhudumie. Baba, mfunike. Ukamwatamie kwa nguvu zako, kwa uweza wako, katika jina la Yesu. Baba, usitupite. Usitupite Bwana. Tusirudi kama tulivyokuja. Turudi Bwana tukiwa tofauti kwa sababu mapenzi yako, katika jina la Yesu. Asante mfalme wa amani. Baba, ni wewe tu toshaye. Asante Yesu. Baba, unaweza Bwana. Asante mfalme. Asante Bwana wa majeshi. Asante Yesu. Asante Yesu, unaweza Bwana. Asante Yesu. Unaweza mfalme wa amani. Asante Yesu. Shuka Bwana. Shuka Yesu. Alfa na Omega. Ni wewe tu. Mwanzo na mwisho. Tunaalika nguvu zako. Tunaalika Bwana nguvu zako. Tunaalika nguvu zako. Tunaalika uwepo wako. Tunaalika nguvu zako. Tunaalika uwepo wako. Tunaalika uwepo wako. Tunaalika nguvu zako. Tunaalika Roho Mtakatifu. Ukatawale. Malaika wa Bwana ukashuke na kutawala mahali hapa. Malaika wa Mikaeli na makerubi wakashuke. Malaika wa vita wakashuke na kutufunika katika jina la Yesu. Malaika wa vita wakashuke mahali hapa. Malaika wako Mikaeli na makerubi, malaika wako walinzi wakashuke na kutuhudumia katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema yako. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa nguvu zako. Baba, ninaamini Bwana yote kwako yanawezekana. Baba, unatosha Yesu. Unatosha mfalme wa amani. Katika jina la Yesu Kristo na mali nikishukuru. Baba, asante Bwana. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante mfalme. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu na wewe. Asante mfalme. Asante Baba. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Unatosha Bwana. Asante Baba. Asante Yesu. Baba, unaweza. Asante Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, ni wewe tu. Kusema nawe, nataka kusema nawe,
Haleluya. Hebu ongeza makofi kwa Yesu. Asante Yesu. Naomba kila mmoja apige Yesu makofi mazuri. Amen. Mwambie Yesu asante, asante, asante. Asante kwa ajili ya asubuhi njema. Asante kwa ajili ya siku ya baraka. Asante kwa sababu umetupa kibali kwa siku ya kwanza kuwepo imani mwako katika madhabahu yako, e Bwana. Madhabahu yako ambayo umetupa kibali cha kuisimika mahali hapa. Baba, tunakushukuru Yesu. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Ninatamani kuona watu wakimshukuru Mungu kwa ajili ya kuwepo madhabahu ya Mungu mahali hapa. Mwambie Yesu asante. Asante Baba. Asante Yesu Kristo. Hata Suleimani siku ile ya kwanza walipolifungua hekalu, mara ya kwanza kumwabudu Mungu, walimwambia Bwana asante, walimwinulia sifa na utukufu, wakatuma salamu mbele za Mungu, wakapeleka shukurani mbele za Mungu, wakaimimina mioyo yao, wakamwambia Bwana asante, Bwana asante. Yesu ambao Bwana umeiweka. Asante Yesu. Baba, tunakushukuru Mfalme. Tunasema asante Yesu. Asante kwa neema yako. Asante kwa baraka zako. Asante kwa uzima wako. Asante Bwana. Tunaliinua jina lako Baba. Tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya hekalu lako. Asante kwa ajili ya madhabahu yako. Asante kwa ajili ya kila moja Bwana. Tunakushukuru Bwana. Tunaliinua jina lako Yesu. Tunasema asante. Tunarudisha sifa na utukufu mbele za uso wako. Tunasema asante Baba kwa sababu umetupa neema ya uhai. Umetupa kibali asubuhi ya leo. Hata leo tumekusanyika mahali hapa kama ulivyosema, wakutanikapo wawili watatu kwa jina lako, nami nitakuwa hapo katikati yao. Tunaamini upo katikati yetu Baba. Tunakushukuru. Tunasema asante. Haleluya, 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 hosana, haleluya. Mungu ni hai. Hebu mpigie Yesu makofi. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Ongeza makofi kwa Yesu. Ongeza makofi ya shangwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu, 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 Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya sana. Haleluya, Mungu ni hai. Haleluya, Mfalme. Haleluya. Amen. Haleluya. Wangapi wana furaha mbele za Mungu? Nasikia uwepo wa Mungu. Ninasikia uwepo wa Mungu mahali hapa. Ninasikia uwepo wa Mungu mahali hapa. Ninasikia uwepo wa Mungu mahali hapa. Hebu mtukuze Mungu. Ukisikia kuomba omba. Ukisikia kunena kwa lugha nena kwa lugha. Jiachilie mbele za Mungu. Jiachilie mbele za Mungu. Jiachilie mbele za Mungu aliye hai. Jiachilie mbele za Mungu aliye hai. Jiachilie mbele za Mungu aliye hai. Tumekuja kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ni wakati ambao tunatakiwa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, maana ni nyakati za mwisho. Ni nyakati za mwisho, mwana wa Mungu. Ni nyakati za mwisho, mwana wa Mungu. Tunapaswa kumtafuta Mungu. Tunapaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tunapaswa kububujika mbele za Bwana. Tunapaswa kusifu na kuabudu. Maana Biblia inaniambia kitabu cha Zaburi 100 ya kwamba mpigieni kelele za shangwe, msifuni Bwana kwa vinubi na vinanda. Bwana, tunaliinua jina lako asubuhi ya leo. Tunakusifu, tunakuinua Bwana, tunakuinulia sifa, tunakuinulia sifa na utukufu. Tunasema wewe ni Hosana, El Shaddai, Mungu unaishi milele. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatuna Mungu mwingine wa kuabudiwa, wa kupewa sifa na utukufu ni wewe Yesu Kristo. Mungu unaishi, Mungu unaishi, Mungu unaishi, Mungu unaishi. Yesu, ni wewe peke yako Yesu, ni wewe peke yako Mfalme Yesu, ni wewe peke yako Jehova Nisi, ni wewe peke yako Yesu Kristo, ni wewe peke yako Mfalme, ni wewe peke yako Mungu. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako, hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Hatutegemei waganga, hatutegemei nisi, hatutegemei chale, hatutegemei kuzimu makaburi. Tunakutegemea wewe Mungu unaishi milele. Niko niko Mfalme wa mfalme. Tunakualika asubuhi ya leo. Haleluya, 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 haleluya.
Tunakushukuru Bwana Baba kwa madhabahu yako Yesu. Baba tunasema asante Baba kwa akili zetu tukuweza Baba tunalihitaji Bwana jina ukaonekane Bwana Baba tunahaki. Asante Yesu, nitukuze jina lako Baba, ni wewe tu leo na hata milele. Ulikufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, nasi tunakuja mbele zako tukisema asante Baba. Ni kwa upendo wako Bwana ambao unaweza kujitoa Baba kwa ajili ya wanadamu, lakini kwa akili zetu Baba usingeweza Baba. Ni wewe tu uliyejitoa pale msalabani ukagongelewa misumari kwa ajili ya dhambi zetu Baba wanadamu, nasi tunakuja mbele zako tukisema asante kwa upendo wako Bwana ambao ulijitoa kwa ajili ya wanadamu. Tunasema asante Yesu, tusingeweza bila wewe Baba, bila wewe hatuwezi Baba, ni wewe tu Yesu, ni wewe tu. Asante Baba, ni wewe tu Bwana Baba, nasi tunalitukuza jina lako Baba kwa upendo wako mkuu, kwa upendo wako wa ajabu Baba ambao unaweza kufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu Baba. Baba ukabeba mizigo yetu Baba sisi wanadamu Baba, nasi tunalitukuza jina lako, tunalimini jina lako Yesu Baba. Tunasema asante Baba, tunalitukuza jina lako, tunalimini jina lako Bwana Baba, tunalitukuza jina lako, tunalimini jina lako Yesu Baba. Ni wewe tu Baba
kuna Mungu mwingine, ni wewe tu. Baba, kuna Mungu mwingine, ni wewe tu toshaye. Asante Yesu, unatosha. Asante Baba, unaweza. Katika jina la Yesu Kristo, sema na mioyo yetu, sema na maisha yetu, sema na kila mmoja mmoja. Shuka Roho Mtakatifu, ukatawale. Shuka Roho Mtakatifu, ukatamalaki. Upendo wako ni wa agape, upendo wako ni wa ajabu, upendo wako hakuna Mungu mwingine. Baba, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kujitoa. Baba, sina wewe tu. Asante Yesu, tunakutegemea wewe tu, tunalitegemea jina lako, tunakutegemea Bwana uliye mbinguni. Baba, litukuzwe jina lako, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Hakuna mwingine, ni wewe tu. Baba, ni wewe tu jana na leo na hata milele, ni wewe tu, katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema yako, asante kwa ukuu wako Bwana. Baba, ni wewe unaishi milele Bwana, ni wewe tu unaishi milele Baba, nasi tunakuja mbele zako Baba, tunalitukuza jina lako. Yesu, ni upendo wa ajabu, ni upendo wa ajabu Baba, ni wewe tu Baba uliyejitoa Bwana, ni upendo wa ajabu Baba, ni wewe tu. Mambo yote yatapita, lakini neno lako litapita kamwe. Yesu, ni wewe tu. Yote yatapita, lakini neno lako litapita. Neno lako litapita, litabaki milele na milele. Neno lako litapita kamwe. Neno lako litasimama tu. Neno lako litasimama tu. Mambo yote yatapita hapa duniani, lakini yote Bwana yatapita. Neno lako litabaki kwa neno lako tu. Neno lako litabaki Baba milele na milele. Neno lako litabaki katika jina la Yesu. Neno lako litabaki. Neno lako litabaki. Neno lako litasimama. Baba litasimama. Baba litasimama. Yesu asante. Yesu asante. Yesu asante. Neno lako ni jina kuu. Neno lako ni jina kuu. Neno lako Bwana ni la ajabu. Neno lako ni la ajabu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Neno lako Bwana halitafsiriki. 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 Baba, ni wewe tu. Neno lako halitafsiriki Bwana. Asante Baba. Asante Yesu. Asante Mfalme wa amani. Asante Bwana wa majeshi. Asante Yesu. Asante Bwana wa majeshi. Asante Baba. Asante Yesu. Asante Baba. Ni wewe Mungu utoshaye. Ni wewe tu. Baba, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu. Yesu, ni wewe tu. Katika jina la Yesu. Asante Bwana wa majeshi. Asante Yesu. Baba, tunakuja mbele zako. Baba, tukusema asante. Baba, ni wewe tu. Yesu, ni Mungu ambaye utafsiriki. Ni wewe tu ambaye utafsiriki Bwana. Baba, ni wewe tu. Baba, yasiyowezekana kwa wanadamu, yote kwako yanawezekana. Yanayoshindikana kwa wanadamu, yote yanawezekana kwako. Baba, ni wewe tu. Baba, jana na leo na hata milele. Baba, utabaki kuwa Mungu tu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Ni wewe tu. Baba, ni wewe tu. Jina lako ni jina la ajabu. Baba, ni wewe tu. Utabaki kuwa Mungu tu. Utabaki kuwa Mungu tu. Baba, tunakutukuza Bwana. Tunakutukuza mahali hapa. Tunalitukuza jina lako mahali hapa Yesu. Shuka Roho Mtakatifu ukaonekane na kila moja mmoja aliyefika mahali hapa. Baba, usimwache. Usimwache Bwana. Mhudumie. Baba, mhudumie. Kutana na haja ya moyo wake. Kutana na haja ya moyo wake. Baba, mtu mhudumie. Baba, mhudumie. Kutana na haja ya moyo wake. Usimwache Bwana. Usimwache Yesu. Oh Yesu, usimwache. Usimwache. Kutana na haja ya moyo wake. Kuna wengine wana shida. Kuna wengine wana matatizo, lakini wanashindwa wayapeleke wapi. Yesu, mahali hapa kwako yote yanawezekana. Baba, ninahitaji nguvu zako zikashuke na kuhudumia watu wako. Ukaonekane Bwana. Asante Yesu. Baba, ni wewe tu. Asante Yesu. Haleluya. Asante Yesu. Mungu akubariki sana. Tukaimbe wimbo tenzi namba 10. Kwa madhabahu yako. Unasema usinipite Mwokozi. Asante Yesu, unatosha. Wimbo wa tenzi namba 10 unasema usinipite Mwokozi. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Mfalme.
Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Mwambie Yesu asubuhi ya leo usinipite. Mwambie Yesu asubuhi ya leo usinipite. Mwambie jirani yako amini ya kwamba leo Mungu yuko hapa. Amina. Leo Mungu yuko hapa. Jitahidi Yesu asikupite. Amen. Hallelujah. Tukaibe nyimbo tuziimbe tena na alizo tupenda mbele. Amen. Amina. Amina. Tuonane milele namba 101. Namba 101. Wimbo unasema tuonane milele.
Ongeza makofi kwa Yesu. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Wangapi wanafuraha nyumbani kwa Bwana? Nyosha mikono juu. Watoto nyosha mikono juu kama mna furaha. Watoto wote nyosha mikono juu, piga Yesu makofi. Ongeza makofi ndio watu wana furaha na amani wakipiga Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sema Yesu, Yesu, Yesu. Ruka sema Yesu, 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 Yesu. Yesu ni Mungu, hana mpinzani. 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 Na wachawi wote hana mpinzani. Na walevi wote watakoma kulewa. Na wachawi wote watakoma kulewa. Na walevi wote watakoma kulewa. Na wazizi wote wataacha uzinzi. Yesu ni Mungu, hana mpinzani. Yesu ni Mungu, hana mpinzani. Yesu ni Mungu, hana mpinzani. Haleluya, haleluya. Ongeza haleluya tena. Ongeza amina nyingine tena. Piga Yesu kelele na shangwe. Kama uko hai sema amen. Yes, 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 yes. Haleluya. Wangapi wana furaha? Amen. Wangapi wanatabasamu? Amen. Ukiwepo nyumbani mwa Mungu usikasirike, mwambie jirani yako usikasirike. Uwe na furaha. Maana hapa ni sio ugomvi, tumekuja kupokea amani. Sema amen. Tumekuja kupokea tumaini. Tumekuja kupokea baraka. Tumekuja kupokea uzima. Waambie watu wawili watatu kwamba pokea uzima. Pokea amani. Pokea furaha. Pokea baraka. Pokea mafanikio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Usikubali kumwona mwenzako amekasirika. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Mambo chukue na maiki. Tunatoka msifu Mungu. Jesus. Tunatamani kuchukua muda mwingi tukimsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Kwa sababu ibada inakamilishwa na mambo manne mkuu. Sifa na kuabudu. Ibada inakamilishwa na sifa na kuabudu. Lakini pia neno la Mungu, maombi na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Amen. Akasema kusifu kuna wapasa wanyofu wa nini? Wa moyo. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa tunaenda kumsifu Mungu. Tunaenda kumsifu Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Yes, 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 yes. Haleluya. Yes. Andaa sasa. Jiandae kwa ajili ya kumsifu Mungu. Jenge nyumba ya Bwana. Sasa sikiliza, neno hili la Bwana limemjia Hagai. Ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kujenga nyumba ya Bwana kwa akili zetu. Sema amen. Amen. Hamna watu hapa. Sema amen. Amen. Hatuwezi kujenga nyumba ya Bwana kwa akili zetu. Tunajenga kwa maagizo kutoka kwa nani? Haleluya. Amen. Hatujengi nyumba ya Mungu kwa manufaa yetu. Hatujengi nyumba ya Bwana kwa akili zetu. Amen. Kuiweka madhabahu hapa, kuna watu wanasema kwa nini ameweka madhabahu hapa? Kwa nini amejenga sijui nini na nini? Ni kusudi la Mungu kwanza iwepo hapa. Kama Mungu ataiondoa kwa wakati wake. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Nilisema tumeshapata maeneo mengine huko makubwa kwa ajili ya kujenga madhabahu. Yapo maeneo. Tushanunua huko ngani kwa ajili ya kujenga madhabahu. Lakini Mungu akasema anzeni hapa. Sasa ni Mungu amesema, nani mwanadamu azuie? Sema amina. Amen. Mungu akisema amefanyaje? Amesema. Na hapa ilikuwa ni sauti ya Mungu iliyosema na Hagai. Mungu akasema na Hagai, huu sio wakati. Watu wamesema kwamba huu sio wakati utupasao kuja. Huu sio wakati utupasao kujenga nyumba ya nani? Yaani kuna wakati tunafikiri kibinadamu, hatufikiri kimungu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nashangaa napoona nyumba za waganga wa kienyeji. Kuna watu wanatokea huko, mtu amepagawa na mapepo. Huko kijijini nimekaa, nimeshuhudia waganga wengi wamejenga madhabahu. Hata hapa mjini ukienda pale juu pale, kama unaelekea Masogero pale, kuna mganga yuko pale. Alikuja ametokea huko akafika anatua pale kwenye eneo la mtu. Tena anakuja tu mtu kwenye eneo la mtu anafika tu anakaa. Bwana Yesu asifiwe. Akifika pale mradi ni mganga na matunguli yake. Wana kijiji wanaitana, jamani njoo tumjengee. Tumwekee hapa, tumjengee vijumba huyu mganga wa kienyeji. Uongo mtumishi wa Mungu. Tumwekee nyumba mganga wa nani? Wa kienyeji. Wanamwekea vinyumba pale na shamba lile eneo lile anapewa bure. Nilikuwa napewa ushuhuda na mwalimu huyu anayejenga nyumba hii hapa. Hii hapa hii. Hii nyumba hii unaiona hii. Ananiambia pale jirani yake kule ana jumba nyingine huko. Ananiambia jirani yake kuna mganga alikujaga miaka ya nyuma. Akaja kumtibu dada mmoja alikuwa na shida ya uzazi. Mtibu pale. Baadaye akakaa pale wakaamua kumpa lile eneo. Wakampa tu bure. Mpaka leo anaishi pale. Ana eneo kubwa tu. Kule huko na mnadani. Wakampa bure. Lakini usiwahi kuona kanisa watu ni wangapi wanatoa eneo kwa ajili ya kanisa? Wangapi? Tena ukijenga ndio unapigwa vita. Kwa kawaida. Lakini angelikuwa ni mganga amekuja kutua hapa, hakuna ambaye angesema neno moja, hata moja. Tena wangekuja kumsupport. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini? Kwa sababu kazi ya Mungu lazima ipigwe mawe. Sema amina. Hii ni kazi ya Mungu, ni moto ulao. Na ukiona mtu anapiga vita kazi ya Mungu, jua yule ni wa shetani. Nasema wazi, situpie madongo watu, nasema wazi. Ukiona mahali popote mtu anapiga, yani badala kushukuru kwamba neema imeingia mtaani kwetu, mtu ndo anapiga vita, huyu ana kitu fulani ndani yake ambacho kinapingana vita na Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Sikiliza, badala kushangilia kufanya sherehe kwamba nuru inaingia gizani na giza limeondoka, sema amina. Maana nuru inapoingia gizani lazima giza likimbie, sema amina. Amen. Tunapoomba hapa wachawi hawataruka mtaa huu. Hatuwezi kukaa na wachawi kwenye mtaa huu. Nilishatangaza hatuwezi kukaa na wachawi kwenye mtaa huu, sema amina tena. Mungu anapoingia mahali ni neema imeingia. Hakuna magonjwa ya kutengenezwa. Tunakutana na watu wanakufa. Nimeenda kuombea watu na ninaenda kuombea hapa hospitali ya Maso. Watu wameparalyze, watu wamestroke, watu wametupiwa mapepo yanalipuka huko hospitalini. Sio kwamba magonjwa yote yaliyoko wanaumwa watu ni magonjwa ya kawaida, ni ya kutengenezwa. Sasa tunapoeleka madhabahu namna hii, tumeleta uponyaji. Hii ni zaidi ya hospitali. Usiseme amina. Usiseme amina tena wewe. Hii ni zaidi ya hospitali. Sasa ukiona mtu anapiga vita hizo, anapiga kelele, kwa nini baa zenyewe mbona zimejaa kila kona? Mbona tuye kusikia wanasema mbona hii baa inatupigia kelele? Yaani neno la Mungu ndio kupiga kelele. Yaani neno la Mungu, injili inawapigia watu nini? Kelele. Lakini baa guest zinalala usiku kucha hadi saa 8 usiku, hazipigi nini? Kelele. Huko ni kukosa ufahamu. Sema amena. Amen. Sema amena. Amen. Sema amina. Sisi hapa hatupigi kelele, tunamwazimisha Mungu wetu. Sema amen. Hatupo kwa ajili ya kupiga kelele, lakini tupo kwa ajili ya kulitia jina la Bwana wa majeshi. Sema amina tena. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hatupo hapa kwa ajili ya kupiga kelele, na ni kelele za kiroho, sio kelele za kimwili. Wapo, sikiliza, mimi nimepigwa vita. Muulize mama mchungaji huyu hapa anaelewa. Tuko kijijini kule, tumekaa kota. Walikuwa wanakuja kunigongea. Wananigongea, anakuja mlevi ananigongea. Majaliwa nikiwa niomba, wakati mwingine naamsha usiku kuomba. Wanakuja watu kunigongea, kwa nini Majaliwa wanapiga kelele? Watu tumelala usiku. Na wauliza swali. Kuna siku moja walikuja, niko kwenye maombi. Huyu hapa ndo aliwafungulia. Akamfungulia ile baba. Anasema kwa nini Majaliwa anapiga kelele? Anatupiga kelele, watu watulali. Sikiliza, wakati huu kuna walevi, hawa walevi walikuwa wakilewa, wanatupigia kelele pale kota, hata tulali usiku kucha. Mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Musa na walimu kama na wengine wanatupigia kelele hata tulali. Lakini hawa ndio wanakuja, wanasema mtu akianza kuomba anasema anatupigia nini? Kelele. Badala ya kusema asante Yesu kwa sababu kwa maombi haya yanatufanya tuwe salama. Sema amina. Amen. Sema amina wewe. Haleluya, haleluya.
Biblia inasema kitabu cha Isaya 58, pigeni kelele wala msiache. Hatutaacha kupiga kelele hata kama tutaona ni vichaa tumechanganyikiwa, lakini lazima tuliazimisha jina la Bwana. Tunapiga kelele za kuambia watu ni majira, tunaenda mbinguni, njooni. Tunapiga kampeni za mbinguni. Sema amina. Hatupigi kampeni za kidunia za kisiasa ambazo haziwezi kutupeleka mbinguni. Sema amina. Kampeni za kisiasa zinaishia duniani, ni utawala wa duniani, lakini kampeni yetu sisi ni ya mbinguni. Sema amen. Haleluya. Sema amina tena wewe. Sema amina nyingine tena. Haleluya, haleluya. Lazima tuonekane ni vichaa. Kwa hiyo tunasema Majaliwa amechanganyikiwa. Sijachanganyikiwa, na akili timamu, tena ziko 200. Yaani ni zaidi ya 200%. Na akili timamu, na najua nachokifanya. Ndio maana ninahubiri injili kama kichaa. Naenda nje ya nchi, Tanzania na nje ya Tanzania, kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Lengo langu ni kutimiza agizo la Mungu alilonipa, ili nihubiri injili kwa watu wote. Sema amen. Amen. Furaha yangu ni kuona watu wakiokolewa. Furaha yangu ni kuona kanisa likinyakuliwa takatifu. Limetengenezwa kanisa takatifu, kanisa lenye misingi ya kiroho. Sema amen. Amen. Sema amen. Tunatamani kuona tuwe na kanisa. Ndio maana Yesu akasema nitakaporudi duniani nitaikuta imani. Nitakaporudi nitaikuta imani ndani ya kanisa. Tunachokitafuta leo sio tu washirika, tunatafuta imani ya mtu mmoja tu peke yake. Hatupo hapa kwa ajili ya kutafuta washirika, tupo kwa ajili ya kutafuta mtu mmoja atakayeenda kuirithi mbingu. Sema amina. Haleluya, haleluya. Kuna watu wanadhani kwamba Majaliwa anahangaika na washirika. Mimi sihangaiki na washirika. Washirika ni wa Bwana. Mungu akikuleta, umeletwa na nani? Na Mungu, na ana nia ya wewe uende wapi? Mbinguni, kwenye uzima milele. Sema amen. Amen. Sema amina. Ndio maana Hagai akasema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati utupasao kuja, na huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Kuna watu watanishangaa sana, watasema, kwa nini mchungaji Majaliwa amejenga kanisa huku nyumba yake hata lipo hajapiga? Bwana Yesu asifiwe. Mbona hata lipo nje hajapiga? Kwa nini? Mbona hajajenga nyumba nyingine kubwa? Au ile eneo kwa nini asijenge nyumba kubwa ya msauzi nzuri? Sawa, yote yanawezekana, lakini kipaumbele chetu ni nini? Kipaumbele chetu ni ufalme wa Mungu. Sema amen. Hayo mengine yatakuja, hatujinasibu, lakini tunasema uhalisia kwamba kipaumbele chetu tunatazamia kwanza ufalme wa Mungu. Amesema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Anasema kuna watu wanakaa kwenye nyumba za mapambo, wanakaa kwenye nyumba nzuri za tiles, vigae na kadhalika, lakini anasema kwa nini msinijengee nyumba? Anasema hivi, na nyumba hii inakaa katika hali ya kuharibika. Basi sasa, mwambie jirani yako, basi sasa. Mwambie tena, Bwana wa majeshi asema hivi. Mwambie, Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Sasa mwambie jirani yako, kwa sababu ni mmoja unayemwona, mwambie zitafakari njia zako. Amekujibuje? Ziko sawa sawa? Ziko vizuri? Amina. Ana nia kumjengea Mungu nyumba? Amen. Ana nia ya kumfanyia Mungu nyumba kama hekalu? Ana nia njema ya kumjengea Mungu nyumba? Hizo ndio njia ambazo Mungu anasema tuzitafakari. Tunakaa katika nyumba nzuri zenye mapambo, wengine magorofa, tena wengine wanaongeza hadi gorofa 100, gorofa 70, gorofa 80. Sio shida duniani. Hayo yote tunatamani watu wawe nayo, lakini tutangulize kwanza kipaumbele ufalme wa nani? Wa Mungu. Sema amina. Amen. Sema amen. Kwa sababu Mungu anahitaji tuwe matajiri, na tutakuwa matajiri, na sisi ndio warithi wa ufalme wa nani? Wa Mungu. Na utajiri na mali na heshima ni vya nani? Ni vya Mungu. Sema amina. Na tunapaswa kufanya kazi ili tufanye, lakini lazima tumtangulize Mungu ili zile kazi tunazofanya Mungu azibariki. Baada ya kuzibariki, tutaona Mungu akitenda mambo makubwa, kwa sababu tunakuwa tumejiwekea hatima yetu na hazina zetu wapi? Mbinguni. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Ongeza amina nyingine tena. Amen. Haleluya. Haleluya. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Sababu ya Mungu
Kukasirika ni pale ambapo tunaacha kumtumikia kwa nafasi zetu tulizopewa. Umepewa nafasi ya kumjengea Mungu na kufanya jambo lolote mbele za Mungu, fanya. Haijalishi umefanya kikubwa umefanya kidogo, lakini kwa kadri ya uwezo wako na moyo wako unasema nini? Sema amina. Fanya. Watu watakuona ni kichaa. Wengine wanapeleka ng'ombe, wanapeleka mbuzi kwa waganga wa kienyeji. Mganga anakuambia leta kondoo, leta mbuzi, leta ng'ombe. Mtu anapeleka kwa sababu akili yake imeshanaswa na mganga wa kienyeji, na anaamini yule mganga wa kienyeji ndio msaada wake. Lakini Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 5, Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, na moyoni mwake amemwacha nani? Amemwacha Bwana. Sikiliza, na amemfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na moyoni mwake amemwacha nani? Amemwacha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na moyoni mwake amemwacha nani? Amemwacha Bwana. Amelaniwa mtu yule mtegemea nani? Mwanadamu. Ukimtegemea mwanadamu mbeba laana, kwa sababu mwanadamu, ngoja nikwambie siri ya mwanadamu. Mwanadamu anachoka lakini Mungu hachoki. Sema amina. Amen. Mwanadamu anaugua ila Mungu haugui. Mwanadamu ana wivu ila Mungu hana wivu. Ukimtegemea mwanadamu anaweza kukusaidia wewe ukafanikiwa sana, akarudi kuona wivu. Kwa nini nimemsaidia amefanikiwa? Lakini Mungu unapofanikiwa wewe, wivu wake Mungu ni kuona unazidi kufanikiwa. Sema amina. Maana yake mafanikio yako yanafanyaje? Yanaongezeka. Hiyo ndio furaha ya Mungu, sio kitu kingine. Lakini mchawi hawezi kufurahi aone unafanikiwa. Hawezi kufurahi. Hayupo mchawi anayefurahi kufanikiwa mafanikio ya mtu mwingine. Hayupo. Umejenga nyumba, yuko tayari akue yeye. Wewe unajiuliza swali, je, huyu mchawi akimuua mtu amejenga nyumba yake, je, ataenda kuilala yeye? Hatalala. Lakini anachotamani yeye ni kuona kwamba wewe haufanikiwi. Toka karibu ya speaker hizo, kelele itakuwa nyingi kwenye kamera. Unazokaa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mama mmoja alikufa. Amekufa, nyumba ndio amemaliza kuijenga, imebakiza tu, yeye amebakia tu kuingia, akafa. Yupo baba mmoja Dar es Salaam pale. Nimefika pale wananiambia kuna msiba unatokea. Nani amefariki? Baba mmoja amefariki, ameugua tu siku ngapi akafa. Alipokufa wakamzika. Baada ya kama wiki 2-3 mwezi, na mama mwenye nyumba akafa. Kisa nini? Vita. Haitakiwi ujenge nyumba uimiriki na ulale ndani yake. Hawataki. Lakini hata usipolala mle ndani, yeye huyu mchawi atalala yeye. Wanajiuliza maswali. Huyu mchawi huyu atalala yeye huko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia ikasema Biblia inasema hivi, usimwache mchawi akafanyaje? Akaishi. Ni mambo tu mawili, mchawi aishi aokoke kwanza. Ili aishi aokoke. Kama hakuokoka ni mambo tu mawili. Na mimi washawaambia wahame aende wapi? Afe tu. Sema amina. Kama ameshinda kuokoka sasa atakaa mtesa watu, kwa sababu akihama hapa ataenda sehemu nyingine na watesa watu. Na mchawi anaga umbali. Popote pale yupo. Mchawi anaweza kuroga yuko Marekani, akakuroga huko hapa Masu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wana rada za kichawi. Tuulize sisi tumetoka huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna rada za kichawi. Hata kama umeenda wapi, chawi yupo. Na wana timu. Yaani ni cabinet kubwa. Kuna wachawi wa Masu, wa Simiwa, wapi. Kuna mchawi amenaswa. Nilipokuwa Bariadi pale, siku la binti alikuwa amechukuliwa Msukure. Alikuwa amechukuliwa anapelekwa kusini. Nikamwambia ingia YouTube, andika Stephen Majaliwa, utakutana na ile ushauri. Anachapa 666 hapa. Nikamwambia siku 9 nimekuta pale wanaomba. Binti mdogo form 3, Gambush pale Bariadi. Na sio hiyo tu, pale Tabora. Yule mama alikuwa amechukuliwa Msukure. Watu walichukuliwa Msukure. Kwa hiyo walisema ni connection na wachawi wengi. Connection kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Ukiona waganga wanaongezeka, wanasema ujue roho za shetani zimefanyaje? Zimeongezeka. Ukiona wachawi wanaongezeka, ujue shetani amemwaga roho za kichawi. Na kuna watu wengine walikuwa hata si wachawi wala si waganga, lakini wamejiingiza kwenye maagano bila kujua. Unapoendea waganga, maana yake sasa ni kundi lingine, tunaita kundi la washirikina. Nitawafundisha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kundi la washirikina. Washirikina ni watu ambao wanapenda kufuata waganga. Akisikia tu kichomi kidogo kwa mganga,
mganga chale, anapewa dawa nyeusi anakula. Dawa zingine zimeambatana na mifupa ya maiti, dawa zingine zina mifupa ya nyoka, dawa zingine zina manyoya nini. Wewe unachanjwa tu kwenye mwili wako. Sasa unashangaa yale mapepo yanakufaa. Yaweza kufuatilia siku ya siku, inataka uwe mganga wa kienyeji. Unashangaa kichwa kinauma sana, mara miguu imevimba, mara nini. Ukienda kwa mganga anakuambia, anaamsha majini, anakutabiria na kuagulia. Anasema kuna wazee wanataka uwe mganga. Tayari unaingia kwenye agano la uganga. Na kuna agano lingine la uganga ambalo limetokana na nini? Na maagano ya misimu. Mtu anasema ni uganga wa kurithi. Ndio ambao nilikuwa nimerithi mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amina. Hallelujah, hallelujah. Lakini suluhisho ni wokovu tu. Ukimpokea Yesu mambo yote yamekwisha. Sema amen. Kwa maana hata leo tunamtukuza Mungu, tunamhubiri Yesu Kristo. Tunalihubiri jina la Bwana, tunawafungua watu, tunaombea watu wenye mapepo, majini, misimu, uchawi na nguvu za giza zinaharibika, kwa sababu Mungu ameshatukomboa, ametuweka huru, ametutakasa kwa damu yake. Sema amina. Amina. Sema amina tena. Hallelujah, hallelujah. Ametuweka ili tuwasaidie wengine. Ndio maana Isaya 42:42 inasemaje? 42:22 inasema, kwa maana lakini watu hao ni watu walioibiwa, wamefichwa kwenye mashimo, wamekuwa mateka, hapana okoaye. Wamekuwa nini? Wamefichwa kwenye mashimo, hapana asemaye rudisha. Ndio maana Mungu anatuleta sisi kina majaliwa ili kuwarudisha watu waliofichwa kwenye mashimo. Sema amina. Amina. Sema amina. Kuna biashara za watu zimeshaharibika, zimeharibiwa na wachawi. Ni majira ya urejesho. Mungu ataniambia, ni majira naenda kurejesha watu wangu. Ni majira naenda kuinua kanisa langu. Katika mlima wa Bwana, nyumba ya Bwana itawekwa imara juu ya vilima. Ni majira ya watu kumrudia Mungu. Ni majira ya biashara za watu. Kuna watu wamechukuliwa misukule. Ni majira ya kurejeshwa nafsi zao. Walikuwa wametekwa na misimu na mapepo na waganga, yanaenda kuachilia. Makaburi yanaenda kuachilia. Wengine wamefungwa kwenye machupa, wengine wamewekwa kwenye makaburi, wengine wameshikwa, wengine wamewekwa kwenye viungu. Ni majira ambayo tunaenda kupasua viungu vya kichawi, vinaenda kuachilia kwa jina la Yesu. Sema amen. Amina. Sema amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mama mmoja akalipuka mapepo ile, na waombea watu wakalipuka mapepo, akasema tumemweka kwenye kaburi. Tumemweka kwenye kaburi la mzee. Binti mmoja alikuwa amependwa na kijana mmoja pale Kigoma. Kumbe yule kijana akamwendea kwa mganga, akamsomea faraki, elimu ya Kiarabu, akavutwa na majini. Hizo elimu ambazo tulikuwa tunazifanya, elimu faraki, akavutwa, akawekwa kwenye chupa. Unachukuliwa tu majina yako matatu, inachukuliwa nyayo zako au inachukuliwa picha yako, unavutwa kichawi, unawekwa kwenye chupa. Kwa unashangaa unatembea wewe ni uko tayari kwenye chupa, ulishafungwa. Kuna ndoa nyingi watu wameozeshwa ni ndoa za majini. Wanatembea wameshaolewa, ndio maana unaota ndoa za majini mahaba, mara unazini na mwanaume, mara unazini na mwanamke. Kama ni mwanaume unaota unazini na mwanamke, kama ni mwanamke unaota unazini na mwanaume katika ndoto. Ujue hayo ni malango ya majini mahaba, umeshafungishwa ndoa. Ndio maana tukiombea yanalipuka, yanasema huyu tumeshamuoa ni mke wetu. Kwa hiyo tumepewa mamlaka ya kutenganisha kila ndoa ya kijini. Na hata kama na wewe hapa umeunganishwa na ndoa za kijini, hiyo ndoa inavunjika leo kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Sema amen. Sema amina tena. Amen. Sema amina tena. Sema amina tena. Kuna watu wamefungamanishwa na maagano ya ukoo. Malango ya kuzimu lazima yakuachilie kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amina tena. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nasikia wimbo wa Mungu. Sema amen. Amen. Sema amina tena. Kama unapumza wewe sema amen. Ukisema amina kuna vitu vinaachiliwa ndani yako. Sema amen. Amina. Hallelujah, hallelujah. Nisikilize mwana wa Mungu. Nisikilize. Hii ni nyumba ya Bwana. Tunaposema kuweka wakfu nyumba ya Bwana, anasema mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Kuna watu unapaacha kutii sauti ya Mungu, hata ufanye biashara namna gani, hata kama utakuwa na mtaji wa milioni 200, lazima utaharibika kwa sababu haukutii sauti ya Mungu. Mimi nikiwapa shuhuda, ni shuhuda ndefu sana. Ni shuhuda ndefu sana. Ni shuhuda ndefu sana. Hakuna mtu ambaye aliwahi kufanya biashara kama mimi kwa kiwango chake. Kama ni maduka nilikuwa nayo kutosha, maduka ya dawa, maduka ya vyakula, maduka ya nini nilikuwa nayo. Niwahi kufungua maduka ya spare za pikipiki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nimewahi kufungua biashara ya nguo. Nimewahi kufungua biashara ya nguo. Nimewahi kufungua biashara ya nguo. Msiruhusu watoto waogose wahubiri. Yaani mtoto hawatakiwi kusogea madhabahuni.
Bwana Yesu asifiwe. Anamuondoa mtu kwenye wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nimewahi kufungua biashara ya nguo. Nimewahi kufungua biashara ya viatu, hadi vingine vipo ndani hapo. Lakini Mungu ananiambia hapana, nimekuita unitumikie. Sema amina tena. Ongeza makofi tena. Kuna watu wanasema majaliwa ni kichaa. Huyu ameuka, mara ameacha kazi, mara sijui nini, ameacha mshahara. Sikiliza, sijaacha mshahara kwa makusudi. Nimeachishwa na Bwana kwa sababu kuna mshahara mwingine amenipa. Sema amina. Kuna kazi nyingine amenipa ambayo ni zaidi ya mshahara. Kuokoa roho za watu, kuzileta kwa Mungu ni zaidi ya mshahara. Sema amina tena. Sema amina tena. Ni zaidi ya kazi, ni zaidi ya ajira, ni zaidi ya mashamba, ni zaidi ya ng'ombe, ni zaidi ya magorofa. Nafsi ya mtu mmoja ni zaidi ya mali zote za duniani. Ndio maana Yesu akasema, mpewe nini? Je, mpewe vitu vyote vya duniani alafu mkose ufalme wa Mungu? Akasema la hasha, ni heri nikose vitu vyote vya duniani nipokee ufalme wa Mungu. Sema amina tena. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima kila mmoja ajue kutumikia wito wake. Kila mmoja ajue kutembea kwenye wito wake. Sema amina tena. Amina. Haleluya. Sikiliza mwana wa Mungu. Sikiliza mwana wa Mungu. Unaposikia sauti ya Mungu, tii sauti ya Mungu. Ndio maana Biblia ikasema kwenye kitabu cha Isaya fungu la kwanza mstari wa 19. Biblia inasema ukitii, ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Bali ukikataa utapigwa na kuharibiwa. Maana yake nini? Ukiacha kutii sauti ya Mungu, kama umejiita hapo sawa, lakini kama umeitwa na Mungu, tii sauti yake. Sema amina. Amina. Sema amina. Hata kuacha. Majaliwa silali na njaa kwa sababu sina kazi ya serikali, ninakula vizuri tu. Hata kama nikila viazi, nikala mchicha, na nimekula eti. Kwa shida ni nini? Shida ni kula vizuri, shida ni kula. Sema amina tena. Sema amina tena. Haleluya, haleluya. Kuna watu wanahangaika. Ndio maana Yesu akawaambia watu, msihangaikie kula kwenu. Msihangaikie kesho. Msihangaikie kuvaa kwenu. Mimi leo mimi navishwa. Ukiangalia suti zote ninazozivaa, 90% navishwa na watumishi wa Mungu. Navishwa na wapendwa, navishwa na watu. Naenda mahali unashangaa mtu ameguswa, ananipa suti, ananipa kitambaa, sio vitambaa vingine vimo ndani, vingine wameiba. Walivunja hapo kadhana, wamenikomoa, wakavunja, wakaiba nyumbani kwangu, wakaiba kila kitu. Lakini baada ya wiki mbili Mungu alinibeshia na zaidi ya vile. Wameiba TV. Sikiliza Mungu alivyo ajabu sana. Waliiba TV ya nchi ngapi? Ya nchi 17. Nimeleta nchi 32. Simpige makofi. Amen. Baada ya wiki mbili. Kumbe walikuwa wananipandisha tu grade kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Sema amina tena wewe. Ninakushuhudia matendo makuu ya Mungu. Ukisimama na Mungu utamuona Mungu. Sema amen. Amina. Sema amina tena. Kila ulichokiiba Bwana amekirejesha mara 100. Haleluya. Amen. Haleluya. Na kabla hawajaiba Mungu aliniambia kwamba kuna tukio linaenda kufanyika nyumbani kwako. Nilimwambia mke wangu. Nikaamka usiku saa 12. Nikaamka kuomba. Nikampigia simu mwalimu, alikuwa nimemwachia juu awe anachungulia hapa. Nikamuuliza kuna nini huko? Akasema jana nilipita pako salama. Nikamwambia hapana, pako salama, kuna kitu wanaenda kufanya. Lakini Mungu ameruhusu kwa majira yake, ni kwa kusudi lake. Anataka akalitukuze jina lake katikati ya mataifa. Sema amen. Kana Mungu akaniambia wala usiogope, wala usinungunike. Nitakurudishia mara 100 zaidi ya hivyo. Sema amen. Sema amen tena. Huyo ndiye Mungu tunamwabudu majira haya. Ndiye Mungu tunamwitia kwenye madhabahu hii. Ni Mungu anayejibu kwa moto. Sikiliza, wakati Elia amemwambia manabii wa bahari waende na mshindi, na ijulikane Mungu aliye hai ni yupi leo. Na ijulikane Mungu aliye ni nani. Na ijulikane Mungu aliye ni nani. Sema amen. Amina. Amina. Haleluya, haleluya. Elia akawaambia, mtasita kwenye njia mbili mpaka lini? Mpaka lini? Mawazo mawili. Eti kwamba Mungu ni bahari, Mungu ni kaburi, Mungu ni matunguli, Mungu ni miti. Hapana, ifike wakati tumjue Mungu wa kweli ni nani. Sema amina tena. Amina. Sema amina nyingine tena. Haleluya, haleluya. Lazima ajulikane Mungu wa kweli. Mwambie jirani yako, lazima Mungu wa kweli ajulikane. Lazima Mungu wa kweli ajulikane. Watu wengine walitangaza majini wamehama, amekimbia. Nikasema mimi niende wapi? Kama Mungu amesema nihame nitahama. Hajasema sitahama mpaka mapenzi yake yatimizwe. Sema amina wewe. Amina. Badala ya kuhama mimi watahama wao wanaosema nimehama. Sasa mtu ananiombea kuhama eti mtu ananiombea kuhama. Niende wapi jamani, watumishi wa Mungu? Tunaambia na tule ukweli.
Sasa niambie kwa lipi? Kama Mungu ameruhusu, kwani nilipokuja hapa kuna mtu alinileta? Hamna alinileta. Nililetwa na nani? Na Mungu. Kwa wakati wa nani? Hata nikiondoka naondoka kwa wakati wa nani? Kwa kusudiwa na nani? Ya, tunahubiri injili duniani kote. Na uwezo kutoka hapa nikahamia wapi nikahamia, lakini kuatimiza mapenzi, sihami kwa mapenzi ya mwanadamu. Ninahama kwa mapenzi ya nani? Ya Mungu pekee yake. Sema amina. Amen. Wakatangaza kijiji chote. Naambia tu haya, lakini ni vitu ambavyo nawapa ushuhuda. Itawasaidia. Waitangaza karibia maso yote. Mpaka wapi? Amehama, ameenda. Maneno mengi ya kudhoofisha tu imani na kudhoofisha kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lazima tuyatimize mapenzi ya Mungu. Mwambie jirani yako yatimize mapenzi ya Mungu. Yatimize mapenzi. Mungu amekuleta kwa kusudi lake. Hajatuweka kwa hasara watumishi wa Mungu. Amen. Unajua watumishi wa Mungu tunapigwa vita, tunapigwa mawe. Kila kona, kila unapokanyaga vita, maneno. Ukiwa hujasimama vizuri kiimani, utapanguka asubuhi mapema. Bwana Yesu asifiwe. Utakata tamaa tu. Mwambie jirani yako usikate tamaa. Usikate Mungu tamaa. anakupenda. Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia anasema mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mwambie jirani yako wewe unashiba. Kuna watu wanakula lakini hawafanyi. Hawashibi. Huwezi ukashiba lakini kula umefanyaje? Umekula. Waga shida sio kula. Ile neno watu hawalielewi. Shida sio kula. Shida tunachokitafuta, je, baada ya kula umeshiba? Unajua maana ya shiba? Shiba ni kuridhika juu ya kile unachokipata. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Kuridhika juu ya kile unachokifanya, unachokipata. Unakifurahia, kina matokeo mazuri. Ngoja nikwambie, kuna mtu hata hali namna gani hawezi kushiba. Kwa sababu moyo wake hauridhiki. Hauna furaha. Na Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao hakuna atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kushiba ni kuwa na amani kwenye moyo wako. Uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia uwe na tumaini kwamba nimepata hiki leo, hata kesho nitapata. Sema amina. Uwe na furaha, umtumainie Mungu katika njia zako. Kwa sababu hatujui kesho yetu. Usikae kwa kutumainia akili zako. Usikae kwa kutegemea akili zako. Biblia inasema msitegemee akili zenu. Sisi akili tunatakiwa kuzitumia ili tusitegemee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusitegemee akili zetu bali tuzitumie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utakula vingi lakini utashiba. Kwa sababu umeshakosea masharti. Utakuwa ni mtu wa uhitaji kila siku. Ni mhitaji kila siku. Lakini ukiwa umekaa kwenye kusudi la Mungu, utaona Mungu akikufanikisha. Tena ikifika wakati kimepungua hiki, unaona Mungu kwa sababu Mungu anajua hata kabla hakijapungua, anajua huyu amepungukiwa hiki. Sema amina. Sema amen. Sema amen. Amina. Anasema mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana unaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko unafanyaje? Uliotoboka toboka. Kumbe kama hujatii mapenzi ya Mungu, hata kama unapokea milioni 10 mshahara, hauna faida kwako. Ndio unaweza kuona mtu anapokea mshahara mkubwa lakini mafanikio yake ni madogo. Bwana Yesu asifiwe. Anapokea mshahara mkubwa sana lakini mafanikio ukiangalia kulingana na mshahara wake, yaani maisha anayoishi hayaendani na mshahara wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu huyu mtu kuna laana juu yake. Maana yake nini? Laana imetokana na nini? Yamkini ameshindwa kutii sauti ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia yamkini ameshindwa kumtumikia Mungu kwa mali zake. Ameshindwa kutumika kwenye kusudi la Mungu alilomwitia. Sema amina. Kuna watu wanashindwa kutoa zaka na nini na vitu vingine. Hayo yote yanaweza kuleta laana kwenye biashara yako, kwenye mashamba yako, kwenye kazi yako, kwenye ajira yako. Unapata mshahara mkubwa lakini mafanikio ni madogo. Pesa inaisha hata ujui imepotelea wapi. Watu wengi nawaambia wanapiga kelele wanasema pesa, mtumishi wa Mungu naomba uniombee. Yaani na mshahara mkubwa lakini mafanikio, nikipata pesa unashangaa imesambaa magonjwa ni shetani anafungulia malango katika kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tutakuombea leo, tutaenda kusiba hayo matobo yaliyotobolewa na shetani katika maisha yako. Kuna mifuko imeshatoboka. Yamkini imetobolewa na ubahili, imetobolewa na namna yoyote ambayo imekusudiwa na Mungu. Yamkini ni kwa sababu ya laana fulani ya kutokutii. Basi tutakuombea hata rehema, Mungu atakurehemu. Sema amena.
atauziba ule mfuko ili mshahara wako unakaa na uone mafanikio. Kuna watu wameshinda kujenga. Ile mtu ana kazi, ameajiriwa miaka 10, miaka 20, hata kiwanja hana. Hii ni laana pia, ni roho. Sema amina. Sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Tusaidie, sema amen. Sema amen. Amen. Sisi watumishi wa Mungu tupo kwa ajili ya kuombea, kwa ajili ya Yapo shaka rabo koria, yapo shaka rabo koria, yapo rabo shaka raba, yapo shaka rabo koria, yapo koria rimo shaka. Na kile mwisho kunyari, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu, hakuna mauti ndani yake. Hakuna mauti. Roho ya mauti. Jina la Yesu. Shika mic kaita mimi. Hatoka. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Aya. Hatoka pepo. Chini bayaka. Chini maimuna. Chini suliani. Jina la Yesu. Aya kelele. Achia mikono yako. Wacha tu anaondoka. Wacha. Moja. For the mighty name of Jesus. Napo shaka rabo rabo shaka. Yesu makofi. Yesu makofi kwa Yesu. Yako rabo shaka. Ongeza makofi kwa Yesu ali hai. Yako rabo rabo shaka. Sante mwana wa Mungu roho. Sema asante Yesu. Yako robo shaka. Sema asante Yesu. Asante moja nguvu. Kwa kunifungua. Yako robo shaka. Kwa kuniweka huru. Rika rabo rika rabo shaka. Mapepo. Majini. Mizimu. Hamtanigusa tena. Roho za kiganga. Kila madhabahu. Yako robo. Iliyoshikilia nyota yangu. Katika mafanikio yangu. We pepo, chini maaba, chini makata, achilia maisha yangu, achilia roho yangu, achilia nafsi yangu. Hamtanitesa tena. Kuanzia leo niko huru. Hakuna mauti itakayonigusa. Iwe roho za kiganga, iwe roho za kichawi, roho za kuzimu, kila madhabahu iliyoshikilia nafsi yangu, kwa jina la Yesu, nyie mizimu, nyie mapepo, hamtarudi tena. Kuanzia leo, Roho Mtakatifu kaa ndani yangu, nitie nguvu, nitie nguvu, nitie nguvu,
nafsi yangu ninairejesha ilikopelekwa kwenye makaburi, iwe kwenye mapango, iwe baharini. Kuanzia sasa nafsi yangu inaachiliwa kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuniponya. Asante Yesu kwa kuniponya na kuniweka huru katika jina la Yesu. Baba, nabariki binti huyu. Asante kwa sababu umemponya. Asante kwa sababu umebariki. Asante Yesu. Tunainua jina lako Yesu. Ninasema asante kwa ajili ya binti huyu Winnie. Baba, asante kwa sababu umerejesha nafsi yake na nyota yake na mafanikio yake, na kila mkono ulikuwa umeshikilia nyota yake na hatima yake ninaupata kuanzia sasa. Iwe ni wachawi, mapepo, majini, iwe ni mizimu, kila nguvu za giza zimemwachilia. Naweka Roho Mtakatifu ndani yake kuanzia sasa. Nguvu zako zikae ndani yake, mtie nguvu. Nimefunga kila malango ya giza, hayatamkusa katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Naomba tuombe kwa ajili ya kumshukuru Mungu, na kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno la Mungu, na kwa ajili ya kuweka madhabahu mbele za Mungu na kuibariki na kuweka ulinzi. Karibuni sana Ijumaa, Jumamosi, Jumapili tunaanza hapa saa 2:30 tunakuwa tumeanza. Saa 3 tunaanza Bible start na watoto, lakini pia saa 3:30 mpaka saa 4 tunakuwa tumeanza ibada yetu. Mungu awabariki sana. Nipata pale mlipo unaposikia sauti hii, ni ibada ya Mungu, kanisa la Mungu la Victorious Church of Tanzania, Victorious Church of Tanzania. Karibuni sana. Walete wagonjwa, wenye shida mbalimbali, vipofu, viwete, waliokuwa wamekufa. Usiende kumzika mtu akiwa hai, walete tuombe. Wengine wamechukuliwa ni misukule, hipo misukule mingi huko ndani. Tunaendelea kufanya operation ya kuomba kwa ajili ya watu. Wapo watu wameshachukuliwa, wamechukuliwa nafsi zao, wamechukuliwa roho zao, na Mungu atakurejesha. Mungu atarejesha kila kilichoibiwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu abariki sana. Naomba sasa tuende tukaombe kwa kumshukuru Mungu. Jumatano tutaendelea kuwa na ibada hapa, lakini kuanzia kesho Jumatatu maombi na maombezi kwa watu wote. Walete watu hapa majira yote, tupo masaa 24. Huduma ni masaa 24, tupo mezani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jumatano tunakuwa hapa, lakini pia kwa ajili ya mafundisho na maombi na maombezi. Lakini pia Ijumaa tunakuwa pia kwa ajili ya mafundisho na maombi na maombezi. Saa 9:30 tunakuwa tumeanza ibada yetu mpaka saa 11 kamili tunakuwa tumemaliza. Lakini pia Jumapili nimesema tunaanza ibada mapema kabisa saa 2:30 mpaka saa 3 tunakuwa tumeanza ibada yetu mpaka saa 3:30, lakini pia tunamaliza saa 6:30. Mungu akubariki wewe kabisa kwenye ibada ya leo ulioko mitandaoni unafuatilia ibada yetu. Mungu akubariki. Connect kwenye maombi na maombezi mahali popote ulipo. Unafuatilia mitandao ya kijamii, YouTube channel Stephen Majaliwa TV, lakini pia Davista Mata Media, Promova TV, Arusha TV, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook tunikuta kwa jina hilo. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe sana ambao umekuwa ukifuatilia ibada zetu, na Mungu akubariki. Naomba tukaombe kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada leo na mambo yote, lakini pia kwa ajili ya kuendesha ibada yetu. Baba, tunakushukuru, tunasema asante. Ni kwa neema yako na nguvu zako. Tunasema asante kwa upendo wako ambao Mungu umetupa kibali katika siku ya leo. Roho Mtakatifu tunakushukuru, tunakuinua na kutukuza Mungu wetu. Tunasema asante kwa ajili ya ibada yenye neema, ibada yenye nguvu na mamlaka yote. Tunaamini umeshuka mahali hapa kwa ajili ya kuhudumia watoto wako, na kanisa lako tumeliweka wakfu, na madhabahu hii tumeiweka wakfu mbele zako kwa ajili ya kazi yako. Baba, jina lako litaitiwa mahali hapa kama ulivyomwambia mtumishi wako Ibrahimu ya kwamba toka wewe kwenye nyumba yako na jamaa yako mpaka uende mahali utakapokuonyesha, ili utakapoliweka jina langu na kunijengea madhabahu, ndipo hapo watu watakapolitia jina langu. Na mimi Bwana nimekuwekea madhabahu mahali hapa, kama Suleimani aliyejenga madhabahu akajenga na hekalu, kama alivyotumwa na mtumishi wako Daudi baba yake, akasema hakikisha natimiza nadhiri hii ya kumjengea Mungu nyumba ya Bwana. Nami Bwana tumejenga nyumba yako mahali hapa, tunaomba jina lako likaitiwe mahali hapa, watu wakiponywa na kufunguliwa na kubarikiwa, watu walikuja na magonjwa na nguvu za giza zikawachilia. Roho Mtakatifu akaseme na watu wako na kuwabariki kwenye biashara zao, mashamba yao. Baba, tunaomba neema yako na nguvu zako ziendelee kuambatana nasi. Tazama, tunakabidhi anga lote la Mabayana, tunakabidhi anga lote la Sola, tunakabidhi anga lote la Maswa nzima, mipaka yote na malango yote tunakabidhi mikononi mwako. Hakuna viungo, hakuna vibuyu vitakavyovutwa njia pande zote. Iwe ni mayai wamemwaga, roho za giza, wachawi na waganga ninasambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo. Roho za magonjwa wamemwaga kila eneo, mapepo ya kila aina, kisukari, kansa, presha, madonda tumbo, uvimbe wa kila aina,
tunatembea kila eneo, iwe hospitalini, nyumba kwa nyumba, kila mmoja anaposikia sauti hii, Baba tunaachilia moto juu yake. Mahali alipougua, aliposikia maumivu, anaposikia mauti, tunakataa roho ya mauti kwa jina la Yesu Kristo. Ninairisha kila mapepo na majini yaliyokamata maisha ya watu na kuharibu uchumi wao katika jina la Yesu Kristo. Mungu hai, tunaomba Baba juu ya taifa la Tanzania, tunaomba amani. Naomba uchukue dakika moja kwa ajili ya kuomba amani kwa ajili ya taifa letu. Omba amani, mwambie Bwana endelea kuachilia amani juu ya taifa la Tanzania, endelea kuombea mipaka ya taifa letu, ombea viongozi na watawala, omba anga lote la Tanzania. Tunaomba amani endelea kuimarika juu ya taifa letu. Mungu endelea kudumisha amani na upendo katika taifa letu. Baba tunakataa ya machafuko na kila wenye nia mbaya kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tunatengua mashauri yao, maana wewe ni Mungu ambaye unaweza kutengua mashauri ya wabaya. Ulitengua mashauri ya Bwana walikuwa wameandaa waraka wa amani kwa ajili ya kifo cha wana wa Israeli. Wayahudi wote wauawe, wakaandika waraka wa amani ya kwamba Wayahudi wote lazima wauawe. Lakini Mungu alisimama mtumishi wako mmoja anaitwa Mordekai, akasema hapana, hakuna atakayekufa kwenye taifa hili. Akamwambia Esther, wewe ndio umewekwa kwa kiti cha ufalme kwa ajili ya wakati huu na majira haya. Baba akaingia kuomba siku 3 kwa ajili ya taifa, akaomba kwa ajili ya kutengua na kubatilisha ule waraka wa amani wa mauti, waraka wa kifo. Nami ninasimama kama kuhani wa Mungu hai, kama Mordekai na Esther juu ya madhabahu yako. Ninatengua roho za mauti juu ya Tanzania, roho za machafuko.